Alinukuliwa akisema angeweza kujaza makaburi yeye mwenyewe kutokana na idadi kubwa ya watu aliowaua. Unawajua watu hatari zaidi kuwahi kutembea kwenye uso wa dunia? Watu ambao waliogopeka kuanzia kwa raia wa kawaida mpaka kwa serikali. Watu ambao majina yao yalikuwa maarufu kuliko nyuso zao. Popote jina lake lilipotajwa lilimaanisha kitu kimoja tu: hatari. Kuanguka kwa utawala wa hawa jamaa au kukamatwa kwao hakukuja kwa wepesi. Walikufa watu, iliteketea miji, walikufa askari. Kwa kifupi, taifa lilitetemeka. Hapa naenda kukutajia listi ya watu 5 hatari zaidi kuwahi kutokea kwenye uso wa dunia. Top 5 most wanted and most dangerous people to ever lived on planet Earth. Kigezo kilichotumika kutengeneza listi hii ni wingi wa mauaji walioufanya, aina za biashara walizozifanya, ugaidi, muda uliotumika na mataifa kuwatafuta bila kuwapata, wingi wa silaha na majeshi walioyamiliki, uwezo wa kutishia serikali na serikali ikatishika. Hivi vigezo vyote ndo vimeunda listi hii. Nitaanzia namba 5 kujadi namba 1, kwa maana ya kwamba namba 1 ndo mtu hatari zaidi, aliyetafutwa zaidi, aliyetishia zaidi kuliko watu wengine wote duniani. Namba 5, Saif al-Adel. Huyu ni kiongozi wa Al-Qaeda, mmoja wa magaidi hatari zaidi dunia imeshuhudia, na bado anatafutwa mpaka hivi leo 2026. Huyu Saif ni mwanajeshi ambaye amewasumbua sana Wamarekani kwa kupanga mashambulizi dhidi ya maslahi ya Wamarekani barani Afrika na pale Middle East, Mashariki ya Kati. Serikali ya Marekani imetangaza dau la hadi dola za Kimarekani milioni 10 kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwake. Namba 4, Matteo Messina Denaro. Huyu ni mafia kutokea Italia. Kwa jina lingine anafahamika kama The Last Godfather. Huyu Matteo ni mmoja wa mafia waliotafutwa kwa muda mrefu sana barani Ulaya. Alitafutwa kwa zaidi ya miaka 30. Just imagine, yani binadamu anatafutwa kwa zaidi ya miaka 30. Ila baadaye alikamatwa. Huyu jamaa alihusika na matukio mengi sana ya ukatili, ikiwa kulipua mabomu nchini Italia mwaka 1993. Aliwahi kunukuliwa akisema kwamba angeweza kujaza makaburi yeye mwenyewe kutokana na idadi kubwa ya watu aliowaua. Alikuja kukamatwa Januari 2023 nchini Italia akiwa mafichoni, na alikuja kufariki akiwa kizuizini baadaye mwaka huo huo. Namba 3, Pablo Escobar. Pablo Escobar, gaidi wa madawa ya kulevya. Huyu jamaa ni maarufu sana, wengi wanamjua, na hata wasiomjua basi huenda jina lake washalisikia. Escobar alikuwa kiongozi wa Medellin Cartel nchini Colombia. Huyu jamaa alitawala soko la madawa ya kulevya kote ulimwenguni, kote duniani. Ila pia ukiachana hii biashara, alikuwa mkatili mkubwa sana. Aliamuru mauaji ya majaji, wanasiasa na raia wasio na hatia. Na hata siku moja alilipua ndege kubwa tu za abiria na kuwaua watu wote, wakati adui yake alikuwa ni mmoja tu. Yani target yake ilikuwa tu ni kumuua mtu mmoja, lakini aliua abiria wote ili kumpata mtu huyo tu mmoja aliyekuwa anamtaka yeye. Huyu ni mmoja wa watu waliotafutwa sana na serikali bila kupatikana. Alikuja kuuawa na polisi wa Colombia mwaka 1993 baada ya msako mkali na wa muda mrefu. Namba 2, El Chapo. Huyu naye alikuwa mfanyabiashara wa madawa ya kulevya. El Chapo alikuwa kiongozi wa genge la Sinaloa Cartel nchini Mexico au Mexico, na alichukuliwa kuwa muuzaji wa madawa ya kulevya mwenye nguvu zaidi duniani. Alihusika na usafirishaji wa tani nyingi za madawa ya kulevya pamoja na kusababisha vifo vya maelfu ya watu kupitia vita ya magenge
na serikali. Pia huyu jamaa alijulikana kwa kutoroka gerezani mara 2 kupitia mbinu za hali ya juu, ila kwa sasa anatumikia kifungo cha maisha nchini Marekani. Na namba 1, mtu hatari zaidi kuwahi kutokea duniani ni Osama Bin Laden au Bin Laden, whatever. Sasa huyu ndo gaidi wa kimataifa. Osama alikuwa kiongozi wa kundi la Al-Qaeda. Huyu ndiye mhalifu alikuwa anatafutwa zaidi duniani kwa muda mrefu na serikali ya Marekani. Alihusika na mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 nchini Marekani, pamoja na ulipuaji wa balozi za Marekani mjini Dar es Salaam, Tanzania na Nairobi, Kenya mwaka 1998. Osama aliuawa na wanajeshi wa Marekani, wanajeshi maalumu Navy Seals nchini Pakistan mwaka 2011. Wakati huo Marekani ilikuwa inaongozwa na Barack Hussein Obama. Ni mtu gani mwingine hatari zaidi kuwahi kutokea duniani? Ulitegemea ungemsikia kwenye listi hii, lakini hujamsikia. Mwandike hapo kwenye comment section. Naitwa Dallas, wengine waniita Captain Duper. It is what it is.